So neema ya utumishi inatufanya tumtumikie Mungu bila kuzimia, inafanya tumtumikie Mungu bila kuchoka, inafanya tumtumikie Mungu bila kusema stop. Niwaambie neema hilo inakuwezesha, sio tu kwamba ni roho, mpaka mwili unawezeshwa. Unafanya vitu uchoki, unafanya vitu legei, unajikuta upo tu. Neema inaitwa neema utumishi. Anasema lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. You see, kwa neema ya Mungu jamani, nimekuwa hivi nilivyo. Ninaweza tuko hivi tulivyo kwa sababu ya grace. Unafanya vitu uchoki, unafanya vitu uzimii. Anasema nimekuwa hivi kwa sababu ya neema. Neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao. Unataka kufanya kuliko wengine? Unataka muimbe kuliko wengine? Itisheni neema. Jipangeni makundi, watatu hapa, watute hapa, watatu hapa. Kama mnageukia ukutani, kama mnageukia, mnasimama pale, mnaitisha neema kama lisani moja. Neema, neema, neema ya kutuwezesha kwenye utumishi wa sifa na kuabudu, neema ya kutusaidia. Mnaitisha neema, mnajikuta mnaimba kuliko wao. Hawaimbi kwa sababu wana sauti nzuri, wanaimba vizuri kwa sababu ya neema. Paulo anasema mimi niko hivi ndivyo kwa sababu ya neema. Nimefanya kuwapita wao ni kwa sababu ya neema. Paulo, nikwambia hivi, Paulo hakuwahi kumwona Yesu live. Paulo alimwona Yesu alivyomtokea pale, akampiga kibao, akamwambia ng'ombe wewe, kwa nini unaniuzi? Nilikuwepo, nilimwona Yesu pale akimzibua. Kampiga upofu. Lakini angalia kina Paulo, kina Petro waliokuwa na Yesu wanakumbatiana na Yesu kila saa. Petro walikuwa wanakumbatiana na Yesu kila saa, wanabusiana na Yesu kila saa. Na kina Yohana, kina Yuda na wale walikuwa na mikate bwana. Wao walikuwa wanafuata mikate. Na ndio maana wanafunzi wa Yohana wanamwambia Yesu, wanamwambia Yohana, wanafunzi wanamwambia mbona sisi tunafunga alafu wanafunzi wa Yesu hawafungi? Wale wanafunzi Yesu walikuwa sokoni ni wakudonoa vitu, wanakula vitu.